Ukitaka kufahamu tunapaswa tuanzie wapi, inapaswa urudi nyuma kidogo uangalie tulikwamia wapi. Tulikwama mara mbili kama taifa. Mara ya kwanza tulikwama mwaka 92. Tume ya Nyalali iliyoundwa 91 ilipendekeza kwamba ili nchi ingie kwenye mfumo wa vyama vingi, lazima kwanza kuandikwe katiba mpya inayoendana na mazingira ya mfumo wa vyama vingi. Lakini wakati ule CCM wakafanya mkutano, vikao vya CCM, na wakakataa hayo mapendekezo ya tume ya Nyalali. Wakasema tu katiba irekebishwe, ingizwe maneno vyama vingi, lakini isiandikwe katiba mpya. Kwa hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Sasa baadaye, wakati wa mchakato wa tume ya mabadiliko ya katiba ya Warioba, tatizo hilo tulielekea kukaribia kulitatua kama taifa. Kulitungwa sheria ya kura ya mabadiliko ya katiba, kukaundwa vile sheria ya kura ya maoni. Maoni yakakusanywa nchi nzima kwa wananchi. Tume ikaandaa rasimu ya kwanza, ikarudisha kwenye mabaraza ya katiba, ikaandaa rasimu ya pili. Akakabidhiwa rais tarehe 30 mwezi Disemba mwaka 2013. Na baadaye mwaka 2014 tukaingia kwenye bunge maalum la katiba. Kwa hiyo tayari kimsingi kulishaandikwa rasimu ya katiba ya tume ya mabadiliko ya katiba maarufu kama rasimu ya Warioba. Sasa kilichotokea sasa tulipokuwa kwenye bunge maalum la katiba, wakati mimi nilikuwa mbunge wa Ubungo, kwa nilikuwa sehemu ya bunge hilo. Kabla bunge halijakaa kupitia kuiboresha hii rasimu ya Warioba kwa kuzingatia maoni ya wananchi, CCM ikakaa tena kikao cha halmashauri kuu ya CCM, ikakataa yale mapendekezo ya tume ya Warioba, ikakataa maoni ya wananchi, ikakataa kwenye masuala mengi kuhusu muundo wa muungano na mambo mengi, hata kuhusiana na mamlaka ya rais, tume ya uchaguzi, haki za watu na maeneo mengine. Kwa wakatoa maelekezo sasa juu ya namna ya kuchakachua kimsingi mchakato wa katiba. Kwa tukarudi kwenye bunge maalumu, ndio maana kwa na migogoro sana wakati ule ya nani aanze kati ya rais au mwenyekiti wa tume, baadaye kanuni iseme kura ya wazi au siri na utaratibu mwingine. Yote hayo yalikuwa yanapangwa kwa ajili ya kuvuruga mchakato wa katiba. Kwa hiyo mwisho wa siku CCM ikatumia wingi wake vibaya ndani ya bunge maalum la wabunge wake, wajumbe wa baraza la wawakilishi, na hata kwenye ile kundi la 201 wakatolewa na rais, lakini wakaingia kwa kivuli cha makundi mengine, lakini walikuwa wateule wa rais na wengi wao walikuwa wana CCM au watu wa mfumo. Kwa mchakato ukaharibiwa. Sasa mchakato umeharibika, kukazalishwa kinachoitwa katiba inayopendekezwa baada ya umoja wa katiba wananchi tulipotoka bungeni, walipobaki wenyewe. Kwa hapo ndipo mchakato ulipokwamia, kwamba tuna nyaraka mbili za katiba. Kuna rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba na kuna katiba inayopendekezwa. Kwa utapotaka kuanza mchakato wa katiba, ni lazima kuanzia hapo, kuondoa huo mkwamo au mgogoro uliotokea wakati ule. Na namna ya kuondoa huo mkwamo au mgogoro ni kutengeneza sheria ya mabadiliko ya katiba, ambayo kimsingi kwa mtazamo wangu inapaswa sheria hiyo iweke ndani ya sheria yenyewe, ifute kile kilichofanywa na upande mmoja ulipobaki peke yao ndani ya bunge, kinachoitwa katiba inayopendekezwa. Turudi pale kwenye rasimu ya Warioba, turejee vitabu vya maoni ya wananchi vilivyokusanywa, kutengenezwa muundo sasa wa kukwamua mchakato wa katiba mpya. Sasa sisi Chadema tulishaanza kuliona hili mapema. Ndio maana tarehe 17 mwezi Juni mwaka huu 2026 tulitangaza, baada ya maazimio ya kamati kuu, kuundwa kwa kamati ya watu 11 ya kutengeneza rasimu ya sheria ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba na ratiba ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba na utaratibu mzima. Kwa katika wakati mwafaka, kamati ile ya chama itakapomaliza kazi yake, itakapoleta kwa kamati kuu, Chadema itaiongoza nchi kuonyesha utaratibu gani utawezesha kukamilisha mchakato wa katiba. Lakini muhimu pa kuanzia ni lazima kutengenezwe sheria ya kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Na sheria hii haipaswi kusubiri. Mchakato inabidi uanze sasa. Usisubiri 2027 wala usisubiri 2028 wala usisubiri huko mbele. Ukisubiri tu 2027 ukasubiri 2028 hautakamilika. Hata hicho kinachosemwa kwamba katiba mpya itakamilika kabla ya 2000 na uchaguzi za mitaa wa mwaka 2029 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2030 kitakuwa ni uongo mtupu. Haitatekelezeka kabisa kwa kutokana na ratiba yenyewe ya hii michakato ya katiba ilivyo. Kwa lazima kuanza mwaka huu kuitunga hiyo sheria na vile vile kutenga budget kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya.
kama jambo la haraka sana. Kuna namna ya kufanya kwamba inatengenezwa rasimu ya muswada wa sheria wa umma, wa wananchi, wa wadau. Wanasema kabisa sheria iwe hivi neno kwa neno. Wadau wakuu wakisha kubaliana kwamba hivi ndio sheria inatakiwa iwe, inakwenda bungeni kupata tu baraka bila kubadilishwa, kupata uhalali huo wa kisheria. Ile sheria ikishatungwa, ile sheria ndio inatawala mchakato mzima. Kwa katiba haitatungwa na bunge hili. Katiba mpya haiwezi kutungwa na bunge hili, na wala haiwezi kutungwa na wala bunge hili haliwezi kuwa na mamlaka ya kuitunga katiba. Katiba itatungwa na vyombo vingine vitakavyoundwa kwa mujibu wa sheria na vitapewa hayo mamlaka ya kufanya, sio bunge hili. Kwa hiyo sheria inatoa tu hayo mamlaka ya kwamba sasa utengenezwe mfumo mwingine wa kuitengeneza katiba mpya, kuikamilisha kutokea pale ilipokwamia. Kwa hiyo hiyo ndio mchakato. Lakini kuna mambo mawili ya ziada ambayo ni muhimu sana yafanyike kama hatua za awali vile za mchakato. Kuna haja ya kumwachilia mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Sisi wengine tumekuepo kwenye siasa za kibunge kwa miaka mingi huko, tunafahamu kwamba wakati tunaingia kwenye mchakato wa katiba, tulikuwa tunaongoza kambi rasmi ya upinzani. Tundu Lissu alikuwa waziri kivuli wa katiba na sheria. Mchango wake wakati akiwa waziri kivuli wa katiba na sheria wa bungeni, wakati tunajadili miswada ya sheria hii ilipoletwa mara ya kwanza, hata ulipokuja mara ya pili baada ya kukwama bungeni kwa kuharibiwa, tulipokutana na rais aliyekuwa rais wakati huo Kikwete Ikulu, tulizungumza, tukarudi tena bungeni, tukarekebisha baadhi ya mambo. Mchango wake kwanza wa kitaalamu kama mtu ambaye amekuepo wakati wa mchakato wa katiba, akiwa ndo waziri kivuli wa katiba na sheria wakati huo, mchango wake wa kitaalamu ni muhimu. Lakini sio mchango wake tu wa kitaalamu. Tundu Lissu anawakilisha kundi moja kubwa sana katika jamii. Linaitwa kundi la Chadema kwa sababu Chadema ndio kinachoongoza, lakini nyuma yake wako Watanzania wengi ambao wengine si wanachama wa Chadema, ili mradi wanapenda haki, wanapenda uhuru, wanapenda demokrasia, wanapenda mabadiliko, wanapenda maendeleo ya nchi kwa mtizamo wa haki. Kutoka kwake kutatengeneza mazingira ya hata tunapozungumza kuhusu kutengeneza rasimu ya sheria ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba mpya, tayari kukawa kuna mwafaka wa kila upande kushiriki katika huu mchakato, kuanzia katika hatua za awali sana za fikra za mchakato wenyewe. Kwa hilo la kwanza. La pili ni kwamba kuna tume iliundwa ya rais maarufu kama tume ya Chande. Pamoja na sisi hatutambui huo mchakato wala hatukubali nao, lakini tume ilitoa hotuba ya tume alitolewa na mwenyekiti wa tume Jaji Chande. Ripoti yenyewe ya tume haijawahi kutolewa. Tume imeeleza moja ya vyanzo vya migogoro iliyotokea 29 Oktoba na hatimaye kaleta mauaji, imesema ni katiba mpya. Tume imependekeza nini kifanyike kuhusiana na mchakato wa katiba mpya, lakini mapendekezo yale na hata maelezo ya chanzo ni muktasari tu. Unaweza kujua undani wa hayo kama ripoti kamili ya tume ikiwekwa wazi. Kwa ripoti ya tume ya Chande iwekwe wazi kwa umma, ieleze inaposema katiba mpya ni chanzo cha mgogoro ilikuwaje, inaposema mchakato wa katiba mpya ukuamuliwe kabla ya 2028, sio ndio tume ya wataalamu, ama pendekezo yako yana sura gani. Lakini kuna zaidi ya hapo. Sambamba na hilo, kusitumike kisingizio chochote, kwa sababu siku ile ripoti ya tume ilipotolewa, tume ilisema, na aliyepokea ripoti Samia Suluhu Hassan naye alisema kwamba baada ya tume ya Chande kutaundwa tume nyingine ya kuchunguza mambo ya jinai maarufu kama tume ya Jaji Lila, ikaja ikaundwa baadaye, alafu baada ya hapo kutaundwa tume nyingine ya maridhiano, alafu baada ya hapo ndio kutaundwa tume ya kuhusiana na swala la katiba. Kwa hiyo wamezungumza kuhusu hatua 4. Tukiingia kwenye mtego kama taifa wa kufikiri kama jambo la taifa linahitaji, jambo la katiba linahitaji hatua 4, tumekushakwama. Tunakwama mchakato, tunachelewesha mchakato. Kwamba eti kwanza Chande, tume ya Chande, tume ya Jaji Lila, tume ya maridhiano, alafu ndio tume ya katiba. Hiyo ratiba na huo utaratibu wa kwanza hivyo si utaratibu sahihi kabisa, sio fikra sahihi kabisa. Kwa hiyo ni kutenganisha, lazima kutenganisha mambo ya jinai, pamoja na kuwa sisi hatuitambui hiyo tume ya Jaji Lila wala tuungu mkono. Kama kuna tukuona sababu yote ya kuundwa kwa hiyo tume, kama kuna mambo ya jinai au matuma za jinai, ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ipo na vyombo vingine vipo, tume ya Chande itakiwa ifanywe kazi.
hakukuwa na sababu yoyote ya kusema kwamba inabidi kuundwe kwanza tume ya maridhiano alafu ndio tuje kwenye tume ya mchakato wa katiba mpya. Hiyo ni mikakati tu ya kuchelewesha mchakato. Kwa hiyo utaratibu wa kutengeneza tume baada ya tume, tume baada ya tume, huo usifanyike. Sababu huo ukifanyika tu tutaanza vibaya kama taifa katika swala la mchakato wa